Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mwenyezi Mungu mtukufu ametutahadharisha sana juu ya hadaya haya maisha ya dunia, akasema wama mata'ul hayati dunya illa mata'ul ghurur, na si vinginevyo hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zinazodanganya. Neno dunia ni kitu duni au ni kitu cha karibuni. Kuna maisha mawili, kuna maisha ya dunia na maisha ya akhera. Pia yanaitwa al-ula, maisha ya mwanzoni. Haya maisha ya mwanzoni ambayo mwanadamu anaishi kabla ya maisha ya akhera, na ambayo ndio msingi wa maisha ya akhera. Yani maisha ya duniani ndiyo yanayozaa akhera iliyo nzuri ama akhera iliyo mbaya. Akhera ipo tu, lakini inaweza kuwa ni nzuri ama ni mbaya. Matokeo ya uzuri wa akhera ya mtu na ubaya wake yanategemea vile ambavyo yeye ameishi katika dunia hii. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala alivyoiseti hii dunia, kaiweka katika setting ya mtihani. Ina mazuri, inavutia, imepambwa, imepambika. Allah azza wa jalla katika maeneo mengine unaona anaita zaharatul hayata dunya, maua ya maisha ya dunia, akaita pia ni mataa. Inama hadhihi alhayatu dunya mataa, haya maisha ya dunia ni starehe. Ad-dunya mataa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ni starehe. Lakini Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala haachi kutanabahisha katika kwamba dunia ni starehe inayodanganya, mata'ul ghurur. Akatuambia katika nyingine, fala taghurrannakumul hayatu dunya, basi yasikudanganyeni maisha ya dunia. Ina maana yalivyokaa yanakudanganya wewe, unakuwa unatafsiri juu ya haya maisha ya dunia kwa vile ilivyokudanganya, unakuwa hauna tafsiri sahihi, hauna tafsiri halisi. Ndio maana ikija time ya kuondoka katika hii dunia na kuielekea akhera, hata idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un, mpaka mmoja wao anapofikwa na mauti anasema Mola wangu nirejesheni. Ina maana alikuwa dunia imemdanganya, akawa anaamiliana nayo kwa namna ambayo haikutakiwa aamiliane nayo hivyo, akawa ameitumaini katika namna ambayo hakutakiwa aitumaini, akaiamini katika namna ambayo hakutakiwa aiamini, akarelaksi katika hii dunia katika namna ambayo hakutakiwa arelaksi katika hii dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya, hakika wale ambao hawatarajii kukutana na sisi, yani hawapigi mahesabu, la ya'khudhuna hadha ashay bil husban, hawaliweki jambo hili katika calculation za maisha yao, jambo la kukutana na Mola wao. Na wakikutana na Mola wao wamejiandaa vipi na huu mkutano, na huu mkutano una mahesabu ambayo matokeo yake ni moja kati ya mambo mawili, ima mahesabu ya muingize mtu katika pepo ya milele au katika moto wa milele. Kuna watu hawapigi mahesabu hivyo, la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya. Allah anataja katika maradhi, katika yale yaliyowapelekea ni kwamba radu bil hayati dunya. Ina maana Allah subhanahu wa ta'ala hataki sisi turidhike na maisha ya dunia, yani tuyatumie tu lakini tusiridhike. Ni kama vile kitu umepewa lakini hujaridhika nacho, unataka kingine. Hicho kingine ni akhira. Allah ndivyo alivyotuelekeza.
Kwa hivyo kuna watu maskini ya Mungu wameridhika na haya maisha ya dunia, watumaannu biha, jumlisha wakarelax, wakatulizana nayo, kama vile wao walakinahu akhlada ila al-ardi, ni kama yule mtu ametajwa katika Qur'ani, aliona kama vile anaishi milele ardhini. Akizika watu anaona ataendelea kuzika tu, ataendelea kusikia vifo tu, kana kwamba yeye siku moja hatofariki, hatowekwa katika jeneza, hatoingizwa katika mwanandani. Waradhu bilhayati dunya watumaannu biha, wakatulizana. Allah anasema walladhina hum an ayatina ghafilun, hawa ni watu ambao hawako aware na muongozo wa dini. Yeyote ambaye yuko aware na muongozo wa dini na anausikiliza na mara kwa mara anauangalia huo muongozo ulivyowekwa, kama unaufuatilia hautasahau, hautaghafilika katika hiyo level. Walladhina hum an ayatina ghafilun. Na katika aya za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, sio aya za Qur'ani tu, haya maisha yenyewe yalivyo ni aya, ni alama. Umezaliwa mdogo, una uso wa ubebi, unaenda uso unakomaa, una nawiri, lakini ukiwa umekomaa unaanza kusinyaa, nywele zinabadilika, zinaanza kuwa na mvi moja moja, uso unaanza kuwa na makunyanzi. Kuna vitu ulikuwa unaweza kufanya, ufanisi unaanza kupungua katika kila jambo. Hata katika maeneo ya kazi unafikia eji watu hawakutaki, wanatumia lugha wamekustaafisha, lakini ni kwamba yani hawategemei uzalishaji wa kihivyo kutoka kwako. Yani unaona kama vile kwenye dunia ulikuwa unakuja, sasa yani dunia ina alama nyingi za kuonesha kwamba wewe unapita katika hii dunia. Hizo ni katika aya za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Unaona watu wa eji yako wengi wanaondoka. Kwa hiyo watu wanaoghafilika na hii dunia ni wale ambao wameghafilika na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matokeo ya kughafilika, Allah akasema ulaika ma'awahumun nar, hawa watu wenye tabia hii ya kutokutia maanani. Maana kughafilika ni kutokutia maanani na kusahau, kutokutilia maanani dhikr, mafundisho ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ambayo ameyaita ni ukumbusho. Watu hawa ulaika ma'awahumun nar, wakiondoka katika hii dunia, katika maisha barzakh, maisha yao yatakuwa ni motoni, bima kanu yaksibuna, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. Ndugu zangu katika imani, dunia iko zaidi ya kuexpire. Unajua nini kuexpire? Kitu ni kwamba kinakuwepo, lakini kinakuwa ule ubora wake umeisha. Katika hii dunia kuna umri unafika wewe una expire, alafu unafika katika hiyo level, unapita katika hiyo level, unakuwa wewe umeondoka. Kullu man alaiha fan, kila kilichomo katika mgongo wa ardhi kitaondoka. Angalia tu hata picha tu za watu, manake kuna video, kuna picha, kuna foto. Angalia picha za watu waliokutangulia katika utoto wao, na picha za ujana wao, na picha za uzee wao, baadaye picha za makaburi yao na mazishi yao na maombolezo yao. Kila mmoja katika sisi atapita katika hali hii. Allahu Jalla wa Ala akasema kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kitu kitaondoka, atabakia Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq, yale yaliyoko kwenu yanaondoka na yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ndio yenye kubakia. Tambihi hizi zote ambazo Mwenyezi Mungu Azza Jalla ametutanabahisha, kuna mahala anatuelekeza, anataka tutengeneze maisha yetu. Mu'min ni mtu wa malengo ya mbali, anaishi katika hii dunia na huku anafikiria maisha ya akhira, na kwa sura hiyo anaitwa ni binadamu. Ubinadamu wa mtu uko hapa, na akili za mtu na werevu wake uko hapa. Wale waliolisahau hili, Allah anawaambia hawana akili. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, ambao wameghafilika na jambo hili. Allah amewaita ni wanyama. Ulaika kal an'ami bal hum adall, yaakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al an'amu
wan naru mathwan lahum. Sijui nisemeje. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla waala atujalie katika haya maisha ya dunia tuwe tunaiona akhira yetu na tunaona fursa za akhira yetu, ili tutakapoenda katika maisha ya akhira tuseme kama ambavyo watasema watakaoingia peponi, waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Watasema watakapoingia peponi watu wema, watasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala ambaye ahadi yake ameifanya ni kweli kiuhalisia. Sasa ameleta matukio yanayosema sasa kiuhalisia, sio kwa maneno, kwamba ahadi ile ilikuwa ni ya kweli, sadaqa na wa'da. Na pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala ambaye aurathana al-ardha, tulipokuwa ardhini alitupa uwanja ardhini, alitupa fursa ardhini, natabawwa min aljannati haythu nasha. Tulikuwa sisi tukijiandaa na hii pepo na tukijitanua vile tutakavyo. Mwenyezi Mungu Jalla waala hakutubana. Ndivyo ilivyo ndugu zangu, na fursa ya kusoma Qur'ani ni katika amali zinazokurubisha sana na ni rahisi, na kufanya adhkari, kufunga, kutoa sadaka, kuswali, kuzungumza maneno mazuri na watu, kujiepusha na mambo ya haramu mbalimbali. Haya yote ni katika ambayo yanafanya uwekezaji mkubwa katika maisha ya akhira, na rehma za Allah ni nyingi na msamaha wake ni mkubwa. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.